Kwa nini tunakufa na tukifa tunaenda wapi? Swali gumu zaidi katika historia ya mwanadamu. Kuna swali moja ambalo limekuwa likifanya mwanadamu afikiri kwa maelfu ya miaka. Swali ambalo limewauliza wafalme, limewauliza matajiri, limewauliza masikini, limewauliza wanasayansi, limewauliza viongozi wa dini, na mpaka bado leo linaulizwa. Swali lenyewe ni hili: kwa nini tunakufa? Na tukifa tunaenda wapi? Na kama ungepewa nafasi ya kuuliza swali moja kuhusu maisha, huenda hili lingekuwa miongoni mwa maswali makubwa zaidi, kwa sababu hakuna mwanadamu anaweza kulikwepa. Mweusi au mweupe, tajiri au masikini, maarufu au asiyejulikana, kila mmoja wetu anaelekea kwenye safari hiyo. Lakini kwa nini tunakufa sasa? Kwa mujibu wa sayansi, mwili wa mwanadamu umejengwa na mabilioni ya seli. Seli hizi huzaliwa, hukua, hufanya kazi na hatimaye huzeeka. Kadri miaka inavyopita, uwezo wa mwili kujirekebisha hupungua. Viungo huanza kuchoka, moyo hupungua nguvu, mapafu hupungua uwezo, ubongo nao hubadilika, na hatimaye mwili kushindwa kuendelea kufanya kazi zake muhimu. Ndipo kifo hutokea. Kwa lugha rahisi, tunakufa kwa sababu miili yetu si ya milele, imeumbwa kwa muda maalum. Lakini kama tunajua tunakufa, kwa nini tunaogopa kifo? Hili ni swali la kuvutia sana, kwa sababu karibu kila binadamu ana hofu fulani kuhusu kifo. Binadamu huogopa jambo ambalo hajui litakuwaje. Tunajua kuzaliwa, tunajua kukua, tunajua kuishi, lakini hakuna aliyerudi kutueleza kuwa uhakika kile kinachosemwa baada ya kifo. Je, hapo ndipo hofu huanza? Je, kifo ni mwisho wa kila kitu? Kwa upande wa wanasayansi, mwisho ni mwisho. Mwisho wa mtu ni mwisho wa shughuli za kimwili. Moyo husimama, ubongo husimama, mfumo wa mwili husimama. Hapo ndipo sayansi inapofikia. Lakini swali la baada ya hapo nini kinafuata ni swali ambalo sayansi halijalijibu kikamilifu, kwa sababu haliwezi kupimwa kwa maabara. Je, dini zinasemaje kuhusu swala hili? Karibu dini zote kubwa duniani zinafundisha kwamba maisha haya si mwisho, kwamba kuna maisha baada ya kifo, kwamba mwanadamu ni zaidi ya mwili, kwa sababu kuna sehemu ya kiroho ambayo huendelea hata baada ya mwili kufa. Tofauti huwa ni namna maisha hayo yanavyoelezewa. Lakini jambo moja linalofanana ni hili: maisha ya duniani yanaonekana kama sehemu ya safari, si mwisho wa safari. Kama tutakufa, basi maana ya maisha ni nini? Hapo ndipo swali linapokuwa zito zaidi. Kama kila mtu atakufa, kwa nini tunajenga nyumba? Kwa nini tusome? Kwa nini tupambane? Kwa nini tuote ndoto? Je, ni kwamba thamani ya maisha hailipi kwa muda wake, inapimwa kwa namna tunavyoishi? Ua linaweza kuchanua siku moja, lakini uzuri wake ukaonekana. Wimbo unaweza kuimusha baada ya dakika chache, lakini ukagusa mioyo ya watu kwa miaka mingi. Na maisha ya mwanadamu yanaweza kuwa hivyo hivyo. Kitu cha kushangaza kuhusu kifo, kuna jambo ambalo watu wengi hawalifikirii. Kila siku wanaamka, wanatafuta pesa, wanagombana, wanajenga, wanaharibu, lakini hakuna anayejua siku yake ya mwisho itakuwa lini. Mtu anaweza kupanga maisha yake miaka 30 ijayo, lakini hana uhakika wa kesho. Na hili jambo ambalo kifo hutufundisha kwamba muda ni mali ya thamani kuliko zote. Watu wengi hutamani nini wakati wa mwisho wa maisha? Tafiti nyingi zinaonyesha jambo la kushangaza. Watu wengi wanaokaribia mwisho wa maisha hawasemi laiti ningekuwa na gari kubwa zaidi, au laiti ningekuwa na nyumba kubwa zaidi. Badala yake husema laiti ningetumia muda zaidi na familia, laiti ningewasamehe watu, laiti ningeishi maisha yangu kwa uhuru zaidi. Hili inaonyesha kuwa mwisho wa maisha hubadilisha namna tunavyoona vitu muhimu. Na je, tunaenda wapi tukifa? Hili ndio swali gumu zaidi, na hapa ndipo lazima tuwe waaminifu. Hakuna mwanasayansi aliyeweza kuthibitisha kwa maabara mahali ambapo mwanadamu huenda baada ya kifo. Hakuna kamera iliyorekodi maisha ya baada ya kifo. Hakuna kifaa kilichopima ulimwengu wa baada ya kifo. Na ndio maana majibu ya swali hili yanategemeana zaidi imani za kidini na kiroho. Hapa wanaamini kuna pepo na moto. Wapo wanaamini kuna ufufuo.
wapo wanaoamini kuna maisha ya milele na wapo wanaoamini kifo ni mwisho wa fahamu, lakini hakuna msimamo mmoja wa kisayansi uliothibitisha kwa uhakika kabisa kwa jambo hili. Labda swali muhimu zaidi si tunakwenda wapi tukifa. Labda swali muhimu ni tunafanya nini kabla ya kufika huko, kwa sababu